Halo Tanzania, popote pale ulipo leo, ikiwa ni siku ya Jumapili nzuri sana, Jumapili tulivu sana, na Jumapili nzuri kwa sababu mambo ni mengi sana, pilika za hapa na pale, na mara baada ya kutoka ibadani, baada tunakutana tena viwanjani hapa kupitia Mfalme wa Soka, kuweza kujuzana mengi yaliyojiri michezoni au viwanjani kwa siku ya leo. Lakini story kubwa, achana na mchezo ambao unaenda kuchezwa baadaye saa 2 za usiku, finali ya CRDB Federation kati ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Lakini story kubwa ni kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo leo nyota wa klabu hiyo, nyota mwenye rekodi kubwa ambaye mfano kubwa sana pia kwenye michuano ya CAF, Fabrice Luamba Ngoma, hatimaye mwamba huyu bwana ameamua moja kwa moja kuandika kwenye mitandao yake ya kijamii kwamba amewaaga rasmi mashabiki na viongozi wa wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kumaliza mkataba wake. Hayuko tayari tena kuendelea kubaki ndani ya kikosi hicho. Ni nyota ambaye alisajiliwa na Simba, na unafahamu namna ambavyo ilikuwa wakati anatua nchini. Young Africans ni timu ambayo ilikuwa ya kwanza kumhitaji na walikuwa wakiamini kwamba wanamsajili, lakini kilichotokea hapo baadaye ni kwamba umafia ulifanyika, chuma hicho namba 6 na jezi yake namba 6 akasajiliwa pale Msimbazi. Ni misimu miwili sasa imetimia tangu Fabrice Luamba Ngoma kutua ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, lakini katika misimu yake hiyo miwili amefanikiwa kuwapeleka Simba katika hatua za robo finali kama ambavyo unafahamu. Lakini msimu huu amefikisha Simba katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu jana Simba alishia hatua ya robo finali. Kwa hiyo unaona namna ambavyo ameingia ndani ya Simba na kuweka rekodi nzuri, kwa sababu amefika hatua finali ambayo alikuwa akisubiri muda mrefu sana. Lakini bahati mbaya tu ni kwamba Fabrice Luamba Ngoma hakufanikiwa kuondoka na kikombe chochote kwa upande wa ligi kuu. Zaidi ameondoka na ubingwa wa ngao ya jamii, lakini kwa upande wa ligi kuu huko mambo yalikuwa magumu kweli. Sasa leo hii Fabrice Luamba Ngoma ameandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba nawashukuru wote walionifanya nijisikie nyumbani Simba Sports Club. Asante sana Salam Taya again pamoja na Mo Dewji ambao walinileta hapa misimu miwili iliyopita. Anasema hatukuweza kufikia baadhi ya malengo yetu, lakini kumbukumbu zote zitabaki milele akilini mwangu na moyoni mwangu. Huyo ni Fabrice Luamba Ngoma, ameaga rasmi. Sasa kipi ambacho kinapelekea Fabrice Luamba Ngoma kuondoka na kuaga rasmi? Na wengi wanauliza kwa sababu Fabrice Luamba Ngoma alikuwa tayari anahitajika na vilabu kadhaa ya Libya pale, lakini pia Simba walikuwa tayari kumuongezea mkataba wa mwaka mmoja baada ya kuona kiwango chake kimepanda na anafanya vizuri sana akiwa uwanjani, consistency yake katika mechi za kimataifa, lakini pia namna ambavyo amekuwa akihimiza wachezaji wenzake kufanya vizuri uwanjani na ile fighting spirit yake wakiwa uwanjani. Simba bwana wakaona ni vyema muongezee mkataba wa mwaka mmoja. Tena aliyesuggest hilo ni kocha Fadlu Davids kwamba bwana anamhitaji Fabrice Luamba Ngoma. Na kwa siku za hivi karibuni kumetokea na mambo kadhaa kilichopelekea Fabrice Luamba Ngoma Simba kuacha kumuongezea mkataba. Ni pamoja na story hii ambayo nakwambia kwamba Fabrice Luamba Ngoma alikuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wana misimamo mikali. Kwanza anahakikisha anafanya vizuri uwanjani, lakini pili amekuwa ni mchezaji ambaye anahadikiza wachezaji wenzake wapambane uwanjani. Lakini kingine ni kwamba chuma hiki huwa hakubali kuendeshwa, lakini kingine ni kwamba huwa mara nyingi hakubali kuona anaonewa au kunyanyaswa. Sasa siku za hivi karibuni Simba waliingia kwenye mgogoro wa kutokuwapatia wachezaji wa bonus, na kitu ambacho kilipelekea Fabrice Luamba Ngoma kuwa mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wakieneza migomo ya chini kwa chini kwamba inakuaje klabu kubwa kama Simba itoi bonus ambazo tayari zimekwisha toka, inakuaje bonus hizo hazifiki na mambo kama hayo. Kwa hiyo yeye Fabrice Luamba Ngoma ni mmoja wa watu ambao walikuwa wakiendeleza migomo ile chini kwa chini ndani ya Simba ili wapate kushinikiza wapate nini bonus zao. Sasa hadi kufikia Simba wanacheza chini ya kiwango mechi dhidi ya Young Africans. Pia Fabrice Luamba Ngoma, kwa taarifa tetesi ambazo ninazo, ni kwamba alikuwa akiendelea kuhanikiza kupatiwa malimbikizo ya bonus zao. Sasa Simba ameona kwamba ni utovu wa nidhamu, kwamba huenda akawa sumu pia kwa wachezaji wengine wakashindwa kutimiza malengo yao, kwa sababu kuna mtu nyuma ambaye ana pressurize pale inapotokea changamoto kama hiyo ya madai yao bonus na mambo kama hayo. Kwa hiyo Simba ameona kwamba wampe tu mkono kwa heri, wasimuongezee mkataba kutokana na hiko ambacho wao wanatafsiri kama utovu wa nidhamu. Lakini mimi kama mzee wa Frijibovu naona hiyo sio hoja. Kama kuna namna yoyote ile
labda mchezaji ameshafikia kikomo, yeye mwenyewe amekubali kuondoka, labda Simba hawana mpango nao. Nafikiri huo ndio ulikuwa mpango, lakini kama hiki ambacho kinazungumzwa kwa sasa kisema kweli kinaumiza sana, kwamba mchezaji amedai stake zake. Yaani amedai mali yake, amedai halali yake, kwa maana bonus ambazo klabu huwa inajipanga kwa ajili ya kuwapatia. Sasa kama mchezaji amedai bonus kufikia kwamba Simba wakaona kwamba sasa huyu aende tu atatuharibia wachezaji, tutafuta wachezaji wengine na mambo kama hayo, it's well and good. Lakini nawapa angalizo kwamba wanapaswa kuzingatia zaidi hizi bonus ambazo huwa wanawaahidi wachezaji, kwa sababu wachezaji wanapocheza wanaamini zaidi katika bonus kuliko mishahara. Bonus inawasaidia zaidi kuendesha maisha yao, kuendesha familia zao. Mishahara ni kila baada ya mwisho wa mwezi. Kwa hiyo wachezaji wanapaswa kupewa stake zao kwa wakati. Kwa hiyo Fabrice Ngoma amekuwa chachu ya kuwapambania wachezaji wenzake. So sioni kama iko ni kipengele cha wao Simba kushindwa kumongezea mkataba, unless kama wataniambia kwamba labda ni kwamba mchezaji huyu age imeenda, hata kuona kitu kingine kipya cha kuadi ndani ya kikosi cha Simba, hapo naweza nikawaelewa. Lakini je, Simba wamejiandaa kucheza bila Fabrice Luamba Ngoma? Wamejiandaa bila uwepo wa Fabrice Luamba Ngoma? Je, mpaka sasa wameshaanza kuingia sokoni kufanya hivyo? Nimesikia majina ya wachezaji kadhaa ambao wanahusishwa na wekundu wa Msimbazi Simba, lakini sio mara ya kwanza Simba kuachana na wachezaji ambao umri umeenda, lakini pia wachezaji ambao mara nyingi wanahanikiza migomo, kina Chama, kina Saido, tumeona baadaye Luis Mixon aliondoka. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao age zinaondoka, kina Kagere waliachwa. Kwa hiyo hata Fabrice Ngoma kuachwa, kwangu sioni kama kuna kitu kipi ambacho pengine angekiongeza ndani ya klabu zaidi. Angekuwa analipwa tu mshahara mkubwa, sababu ni mmoja wa wachezaji wanaolipwa mishahara mingi sana mikubwa, lakini mwisho wa siku bado hana uwezo wa kupambania timu, kwa sababu umri. Wewe angalia mechi alizocheza za kimataifa, angalia mechi alizocheza dhidi ya Yanga hapo juzi, anapoteza sana mipira, umri umesogea. Aende akatafuta changamoto nyingine. Simba alete damchanga wenye uwezo wa kucheza zaidi ya Fabrice Luamba Ngoma, wachezaji ambao wana uwezo kana mpira, wana uwezo wa kupiga pasi, wana uwezo wa kushindana ile 1 versus 1 situation pale ambapo wanapoteza mipira. Kwa hiyo kwa Fabrice Ngoma tumina afiki kwamba ni muda wa kuachana nao, lakini kwa skendo hii ambayo ipo mitandaoni kwamba Simba anachana naye kwa sababu mchezaji alikuwa anahanikiza bonus wapewe wachezaji wa Simba ili waweze kucheza, hiyo Simba wanapaswa kujitazama wao. Hawapaswi kuchelewesha bonus za wachezaji, sababu kama ni pesa wanapata, inatengeneza picha mbaya. Morale ya wachezaji inakuwa chini sana. Angalia morale ya Chincha za wa mechi ya Simba dhidi ya Yanga. Angalia morale ya wachezaji kama mchezaji kama Elie Mpanzu, angalia morale kama mchezaji kama Kibu Dennis, angalia wote kwa ujumla, kila Kapombe, kina Zimbwe walikuwa wanacheza chini ya kiwango. Kwa nini? Kwa sababu wameona wanapuuziwa, hawapati stake zao kwa wakati. So Fabrice Ngoma anaweza kawa ni captain na nahodha mzuri sana wa kuweza kushinikiza wachezaji kupatiwa haki zao. Kwa hiyo to me, hiyo ya Fabrice Ngoma kudai stake zake isiwe sababu ya wao kumwacha, unless watuambie kwamba ameondoka kutokana na kushindwa kukidhi yale matakwa ya Simba ambayo anataka kama mchezaji wa Simba, kwa sababu ameondoka akiwa hana kombe lolote na akiwa bado hajawapa kile ambacho anahitaji zaidi ya kufikisha finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Namtakia safari njema huko aendako. Naamini ya kwamba Fabrice Ngoma ni miongoni mwa wachezaji ambao wamejiwekeza sana. Mwamba huyu pale Ufaransa ana nyumba 2 za kifahari, lakini ana biashara nyingi sana Afrika hapa. Kwa hiyo ni mmoja wa wachezaji ambao wamewekeza, wana maisha mazuri sana. Lakini kwa sababu ana kipaji na talanta, ndio maana unamuona anacheza mpira hadi leo. Kwa hiyo yale mazuri ambayo amefanya Fabrice Ngoma, wachezaji wengine wanapaswa kuyaiga na kuyajifunza vizuri, kwa sababu yatawafikisha mbali sana. Achana mapungufu yake, lakini chukua mazuri yake, atawasaidia. Ni mmoja wa wachezaji ambao alikuja kuonyesha namna ya kupiga pasi ndefu, long pass zikawa zinafika, namna ambavyo alikuwa na uwezo wa kufunga magoli ya kichwa kutokana na hate yake, lakini pia namna ambavyo amekuwa mchezaji ambaye ana spirit pale ambapo timu yake imezidiwa, au pale ambapo labda wachezaji wanafanya masiara, wanacheza chini ya kiwango, amekuwa akiwahimiza wacheze waongeze morali. Lakini pia hata mashabiki, nakumbuka mechi ya Simba na Sfaxien, ndio mechi ambayo mimi nitaikumbuka. Sfaxien wakaanza kungoma vitu, nakumbuka uwanja wa Mkapa mara baada ya Simba kupata goli la pili. Na kilichotokea tu ni kwamba wakati Simba nao wanachukua vitu wanarusha, Fabrice Ngoma alienda akapiga magoti, akaanza kuwaomba, jamani naombeni acheni, naombeni acheni. Unakumbuka hiyo tukio scenario? Fabrice Ngoma akawa shujaa kwenye tukio lile, akaambia tutafungiwa mechi, tutafungiwa uwanja huu, tutafungiwa kuwa na mashabiki, acheni hivyo vitu. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yuko matured enough, maturity hali ya juu sana, kwa maana ukomavu, lakini pia anajua namna gani ambavyo anaweza
kuhandle situation tofauti tofauti. So kwangu mimi nitajifunza hivyo vitu ambavyo amevifanya, na of course atakuwa amewaachia pia kina Zimbwe. Ni mchezaji ambaye nakumbuka tukio lingine pia Zanzibar, mechi ya Simba dhidi ya RS Berkane. Musa Pilipili Kamara alikuwa anafanya makosa mengi sana, anapoteza sana mipira. Mara anapiga pasi nje, labda anafanya makosa mengi, anapoteza sana muda. Akaenda akamfuata akamwambia, unapoteza muda wakati sisi tuko nyuma, tunatamani tupate magoli, tufanikiwe kuibuka na ushindi, kwa nini unapoteza muda? Wakashikana mashati. Nakumbuka Musa Kamara akariati na nini, lakini Fabrice Ngoma hajaonyesha hasira, akaonyesha ukomavu, akaachana naye, na mwisho wa siku mambo mengine yakapita. Kwa hiyo anawafundisha manahodha wengine, pale ambapo mwamuzi anaonekana pia anaonea upande wako, lazima kama captain uende uka-argue, ukajudge, bana vipi, kulikoni, kwa nini, mbona tukio hili haliko upande wetu, mbona tukio hili liko sawa hivyo. Kwa amewafundisha vitu vingi sana vya kuiga na vya kujifunza pia. Ndio maana nimesema chukueni mazuri ya Ngoma, yale mabaya achana nayo. Lakini kwangu mimi amefika ndani ya Simba na amefanya kazi yake vizuri sana, anaondoka kama legend pale. Sina la ziada, lakini nakuja na sajili sasa zinazoendelea kwa upande wa Simba, lakini pia upande wa Young Africans. Tunafahamu tulikuwa tumepumzika kidogo mara baada ya dabi, heka zimeisha. Sasa tunaanza ripoti za usajili, nani anaingia Simba, nani anaingia Yanga, nani anaenda Azam na Singida na kwingineko. Tuacha kufanya, endelea kusubscribe hapo. Tumekuja kivingine kwa ajili ya kuanza kukupa taarifa za usajili.